Leo nataka tukuletee kipindi muhimu sana katika maisha. Katika kipindi chetu hiki cha Discover Your Purpose and Destiny, tunataka tukuletee kipindi kinaitwa kwa lugha ya kuazima kinaitwa Emotion Intelligence. Emotion Intelligence kwa ufafanuzi wa lugha yetu ya Kiswahili, tunaweza tukasema kwamba ni ule uwezo ama wa kujua, kuelewa na kutambua na kudhibiti hisia zako. Unafahamu wewe kwamba kila binadamu anazo hisia zake. Wewe una hisia zako, mimi na hisia zangu. Ndugu yako yule ana hisia zake, mke wako ana hisia zake, mume wako ana hisia zake, mwanao ana hisia zake, mama yako ana hisia zake, baba yako ana hisia zake, rafiki yako mpendwa au mpenzi wako ana hisia zake, na hata kiongozi pia ana hisia zake. Lakini uwezo wa kujua na kuzielewa hisia zako unakupa nafasi nzuri sana ya wewe kwanza kuwa kiongozi mzuri katika community yako ama katika jamii yako, lakini pia kuzitambua na kuzielewa hisia zako inakupa nafasi nzuri sana ya kuweza kuwa vizuri hasa katika kuwasiliana na wenzako na kuweza pia kupata hata unachokihitaji, kwa sababu kama huwezi kuzijua hisia zako vizuri, ni ngumu sana kucheza na maisha ya kawaida ya kijamii na kuweza kufanikiwa katika mazingira mbalimbali, ama katika uongozi, katika biashara na katika maisha mengine ya kawaida, hata katika ndoa. Inacheza kila sehemu. Kwa nini? Kwa sababu zile hisia ni vionjo vya kibinadamu ambavyo vinaweza vikakufanya ukareact ama ukachukua hatua fulani baada ya kuwa hisia zako zimekufikia. Kwa mfano, kionjo cha furaha, mtu anaweza akawa na furaha na ile furaha ikampelekea pia kufanya jambo fulani ambalo ni zuri zaidi ama linaweza lisiwe pia zuri zaidi. Nitaweza kuonyesha mfano mmoja kwa jinsi gani ambavyo hata mtu mwenye furaha bado hisia zake zinaweza zikamsababisha akafanya maamuzi ambayo sio mazuri. Lakini pia inakupa nafasi ya wewe, hata kama ni mfanyabiashara, kuwa na mahusiano mazuri sana na wateja wako, kuwa na mahusiano mazuri na wabia wenzako, lakini pia kuwa na mahusiano mazuri hata na wale watu ambao labda wanakupa mitaji, watu ambao unategemea wakusaidie kusogeza biashara yako kutoka mahali fulani kwenda sehemu nyingine. Swala la kuvielewa vizuri vidhibiti hisia zako na kuzitambua na kuziwekea udhibiti zinakupa wewe chance ya kuweza kuwa imara kama kiongozi, lakini pia kuwa na uwezo wa kufanya mambo mbalimbali. Sasa hili somo la Emotion Intelligence kwa perspective yake linakuwa na vipengele mbalimbali, na nitakupitisha kwenye kipengele kimoja baada ya kingine na jinsi ambavyo kinaweza kikapply ama kikakuathiri katika mahusiano yako na watu wengine, ama katika uelewa wako wa moja kwa moja ama wa jumla katika swala zima la uelewa wa hisia zako. Katika swala zima la Emotion Intelligence tunaangazia mambo makuu kama matano. Jambo la kwanza ambalo tunaliangazia ni kitu kinaitwa kujitambua wewe mwenyewe binafsi. Wewe mwenyewe kujitambua binafsi. Kwa lugha ya kuazima tunaweza tukasema ni self awareness au self aware. Kwa nini kujitambua? Kwa sababu kila mmoja ana tabia zake au ana behavior zake. Ni lazima wewe mwenyewe uweze kujitambua kwamba wewe ni nani katika jamii. Yawezekana wewe ni baba wa familia, wewe ni mama wa familia, wewe ni kiongozi katika taasisi ama katika jamii, wewe ni mtu ambaye umesoma ama hujasoma, wewe ni mfanyabiashara, ama wewe ni mtu ambaye ni tegemeo katika mahali fulani. Lakini pia ni pamoja na kujitambua kwamba wewe ni mwanaume ama wewe ni mwanamke, wewe ni mtoto ama wewe ni kijana, ama wewe ni mtu mzima, kwa lugha nyingine tunaweza tukasema mzee. Lakini hizo zote perspective zinakufanya wewe unajitambua kwamba wewe ni nani katika jamii yetu. Unajua, kwa mfano desturi zetu sisi wa Afrika, kuna vitu ambavyo hatutegemei mtu ambaye ana umri fulani aweze kuvifanya, na akivifanya hivyo vitu watu wanaanza kushangaa. Vijana hawapati mfano mzuri. Kwa mfano kama akiwa ni mtu mzima, wanaanza kujiuliza mbona huyu mzee anafanya mambo ambayo hayaendani na umri wake. Kwa hiyo kufahamu pia wewe kwamba uko katika umri gani ni jambo la msingi sana, kwa sababu inakupa nafasi ya wewe
kuwa kwenye level moja ama ya mategemeo ya kijamii na hata ya kwako binafsi kutokana na ule umri wako. Hayo mambo ni mambo ambayo yanaweza kukusaidia wewe kufahamu vizuri, kujifahamu wewe mwenyewe kama binadamu, kwamba wewe ni binadamu na una mahitaji yako, mahitaji mbalimbali, lakini pia una mipango yako ambayo unahitaji uweze kuitekeleza. Kwa hivi hayo yote ni yale ambayo tunasema kwamba wewe binafsi unapaswa kuwa ni self aware, ama unapaswa kujitambua wewe mwenyewe binafsi kama mtu, kama binadamu, ili uweze kukusaidia kuwa unafanya vitu kulingana na jinsi ambavyo unaweza kujitambua. Kwa mfano, kuna watu wanajua kabisa kwamba ukiwa na furaha sana inaweza kukupelekea ukajichanganya kwenye mambo ambayo pengine usingeweza kujichanganya. Kwa nini? Kwa sababu ile furaha iliyopata. Na sio kwamba muda wote, nilikwambia hapo nyuma kwamba nitakupa mfano kwamba sio mara zote mtu ambaye ana furaha kwamba maamuzi yake tu yatakuwa ni kitu kizuri kwa sababu yuko kwenye seti ya furaha. Kuna nyakati ambazo mtu mwenye furaha anaweza akafanya maamuzi ambayo sio mazuri. Nitakwambia mfano huu. Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa kwenye Biblia, hii ni story nilisoma kwenye Biblia, kwamba kuna mtu mmoja alikuwa ni mtawala, kwa cheo alikuwa ni Herode. Huyu mtu alikuwa anafanya sherehe yake ya kuzaliwa ama birthday. Kwenye ile birthday kulikuwepo na watu wengi ambao alikuwa amewaalika katika sherehe hiyo. Viongozi wenzake, maana yeye alikuwa ni mtawala, kwa hiyo aliwaalika viongozi wenzake, ndugu, jamaa na marafiki, wakaanza kufurahia birthday, kuzaliwa kwa mfalme. Alafu kwenye lile tukio binti yake akaingia ukumbini, akacheza vizuri sana mpaka yule Herode akasema, kwa kweli huyu mwanangu amenifurahisha. I'm proud of my daughter. Mimi ninajisifu kwa hichi alichokionyesha binti yangu. Kwa hiyo akachukua maiki akazungumza mbele za watu kwamba kwa hili tukio lililolionyesha binti yangu, chochote utakachokiomba, hata ikiwa nusu ya ufalme wangu, mimi ninaweza kukupatia. Kwa kweli yule binti alitafakari sana juu ya hicho alichoahidi babake. Kwa nini? Kwa sababu babake alikuwa na furaha, yuko kwenye state of happiness. Kwa hiyo yule binti akaenda kwa mama yake akamuuliza, umemsikia mzee wangu alichoniahidi? Ameniahidi chochote nitakachokiomba atanipatia. Na mama alikuwa pale anasikiliza. Sasa mtoto akamuuliza mama, ni muombe baba kitu gani? Na mama akakumbuka kwamba, kumbuka nimekuambia Herode alikuwa mtawala, kwa hiyo kulikuwa na watu walikuwa chini yake, wengine kama mtoa maamuzi fulani ikiwepo hukumu na vitu kama hivyo. Tungeweza kusema kama ni jemedali labda, ama ni mkuu wa jeshi la polisi labda tuseme, au ni mkuu wa jeshi. Kwa hiyo ina maana kuna watu fulani ambao yeye katika pitapita alikuwa amewaweka ndani, wako gerezani. Sasa katika hao ambao walikuwa wamewaweka gerezani, mmoja wapo alikuwa ni Yohane Mbatizaji, na yule Yohane Mbatizaji alikuwa ni hasimu wa mwanamke wa yule mtawala. Sasa yule mama alivyoambiwa na mtoto wake kwamba niombe zawadi gani, akakumbuka kwamba ni bora malizane na yule hasimu wake ambaye ni Yohane Mbatizaji. Kwa hiyo akamwambia yule mtoto kwamba kamwambie baba yako hapo mbele ya hadhara kwamba achukue sahani, na kwenye hiyo sahani wakuletee kichwa cha Yohane Mbatizaji kule gerezani, kutoka kule gerezani. Kwa hiyo yule mtoto akarudi, akasimama pale mbele ya kadamnasi akasema, kwa kweli baba, mimi naomba kwenye plate hii ama kwenye sahani hii uniletee kichwa cha Yohane Mbatizaji. Kwa kweli yule mfalme alisikitika sana baada ya kusikia kile alichosema mtoto wake. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anajua kwamba yule Yohane Mbatizaji ingawa aliwekwa gerezani, bado hukumu yake ilikuwa haijapatikana, lakini vile vile ilikuwa inajulikana alikuwa ni mtu mwenye haki, lakini akawa tu ametiwa gerezani kwa sababu ya amri ya mkuu. Sasa akaagiza, akaanza kutafakari, nimeahidi watu wote hawafikiria kwamba mko kwenye ukumbi wa harusi, watu ni wengi, labda 1000, 2000, watu ni wengi, na ahadi umeitoa mbele za watu, unafanya nini? Akaamua kusimama kutimiza ile iliyokuwa ni ahadi yake kwa mtoto wake. Kwa hivi akawaambia maaskari waandamizi kwamba nendeni gerezani na mniletee kichwa cha Yohane Mbatizaji hapa sasa hivi. Wakatekeleza hiyo amri. Hiyo inatuonyesha kabisa kwamba si mara zote unapokuwa uko na furaha kwamba unaweza ukapelekea kufanya maamuzi ambayo ni mazuri peke yake. Ni lazima uwe na kiwango cha kuweza
kudhibiti na hiyo furaha yenyewe. Sasa hiyo ndio tunaita kwamba ni kujitambua kwanza, lakini yule manake kama historia mfalme niliyokupatia alipaswa ajitambue kwamba yeye ni mtu mkubwa, kwa hiyo chochote anachoweza kuagiza kinaweza kikatendeka katika lile taifa. Kwa hiyo kuna kujitambua wewe ni nani, lakini pili ni kujidhibiti au kuwa na self aware, self regulation ama self control. Unapokuwa na uwezo wa kujidhibiti, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba unajipa nafasi sio ya kuongozwa tu na hisia zako, bali una uwezo wewe wa kufanya maamuzi fulani ambayo sio kwa kuzingatia zile hisia zinazokukabili. Kwa mfano, kuna msemo wazee wanatuambia kwamba kama uko na furaha sana, subiri furaha yako ipungue, alafu ndo uweze kufanya maamuzi fulani, au usifanye maamuzi wakati ukiwa na hasira. Kwa nini? Kwa sababu unaweza ukafanya maamuzi ya hasira na baadaye ukajuta kutokana na maamuzi uliyoyafanya. Sasa hiyo ndo tunasema kwamba ndio unayo hasira, lakini lazima uelewe namna ya kuidhibiti ili isije kaleta madhara makubwa kwako binafsi, lakini pia katika jamii. Na kwa hiyo katika hii ya kujidhibiti kihisia ama kudhibiti hisia zako ni kitu ambacho unapoki-exercise vizuri ama unapokitumia vizuri, hizi hisia zako haziwezi kukusumbua, kwa sababu utajijua, mimi nimekuwa na furaha sana, mimi niko kwenye state ya hasira, mimi sasa hivi naona kuna kitu kimetokea kimekuwa chukizo kwangu. Kwa hiyo kuna mazingira ambayo utajiwekea ili kuweza kujiweka kwenye nafasi ya kutosababisha madhara kutokana na zile hisia zako jinsi zilivyokuwa zimepanga. Kwa mfano, mara nyingi wanasema kwamba wanawake wengi wanafanya maamuzi kwa kutumia hisia zao, lakini wapo wanawake wanaojua kwamba hiyo ni kitu ambacho kama kiko ndani, lakini wanajua namna ya kuishi nacho ili kisije kikaweza kuleta madhara makubwa. Badala yake wanakitumia kwa ajili ya kuleta faida zaidi badala ya hasara. Kitu kingine ambacho tutakiangalia kwenye emotion intelligence ama kwenye uelewa wa kihisia ni kitu kinaitwa motisha. Motisha ni kitu gani? Motisha ni ile hali ya mtu kuweza kufanya kitu fulani kwa sababu tu ndani yako kuna kitu kinakusukuma tu kwamba nenda. Kwa mfano, nichukulie tu mwanafunzi ambaye anasoma, anajua tu kwamba nikifaulu vizuri niliambiwa kwamba kuna zawadi, kwa hiyo anakuwa motivated. Lakini kuna mwingine tu anajua kwamba ili niweze kufanya biashara yangu iweze kukua vizuri, niweze kupata faida, ni lazima nifanye hiki, niende kwa yule, nionane na mtu fulani. Kwa hiyo mwisho wa siku yeye unajikuta kwamba anakuwa motivated kufanya ile kazi yake hata kama haijampa matokeo hivi sasa, lakini anakuwa motivated na anakuwa self motivated. Kwa hiyo mtu ambaye anakuwa self motivated siku zote anakuwa best fit kwenye jamii, hata katika ofisi ama katika kazi. Mtu ambaye yeye mwenyewe ana motisha ya kufanya kazi bila kusukumwa na watu wengine au bila kusukumwa na kiongozi ama bila kutumia sheria ama utaratibu, mtu huyu anakuwa na advantage ya kufanikiwa zaidi katika mambo mbalimbali. Kwa nini? Kwa sababu watu watampenda, watamtrust kwamba mtu huyu akipewa jukumu hili hahitaji mtu amsimamie ama muongoze, atalifanya yeye mwenyewe kwa wakati sahihi, kwa muda sahihi, na utapatikana matokeo sahihi yaliyokuwa yanahitajika. Hiyo ni motisha ama ni self motivation. Kitu kingine kwenye udhibiti wa kihisia, kitu cha 4 ni kuwa na huruma. Unajua kila binadamu kama hana huruma ndani yake, basi hiyo tunaweza tukadoubt kwamba labda si binadamu wa kawaida. Lakini kama binadamu ni lazima awe na kitu kinachoitwa huruma. Kwa nini? Huruma inakusaidia wewe kujua wenzako na mahitaji yako, lakini pia na kuweza kupata zile hisia ambazo wenzako wanaweza wakawa wanazipitia. Kwa mfano, mtu ambaye anaumwa ama anauguliwa, unaweza kugundua kwamba mtu huyu anapitia wakati gani. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo ambayo huwezi kumshirikisha ama huwezi kudili nayo kwa sababu unaelewa kabisa ile hali ambayo mwenzako anaipitia, na wewe pia una sympathize au unapata huruma na unakuwa kwenye nafasi ya kumsaidia yule mtu ili na yeye aweze kuvuka katika kile ambacho kinamkabili. Kitu kingine cha mwisho cha 5 ambacho tungeweza kuzungumzia kwenye uelewa wa kihisia ni juu ya masuala ya uelewa wa kijamii.
Wajue jamii ni kitu kipana, jamii na watu, jamii na vitu, jamii na mazingira, jamii ina kila kitu. Kwa hiyo uelewa mzuri wa kijamii unakusaidia pia wewe uweze kuwa best fit. Kuna jamii zingine ambazo zina tabia ama tunaweza kusema behavior fulani, labda tutumie neno tamaduni. Zina tamaduni tofauti au tamaduni mbalimbali. Kuna mambo ambayo kwenye hiyo jamii ukiyafanya ile jamii haiwezi kukubali ama haiwezi kukubali kutokana na wao kuwa na msimamo tofauti na mambo hayo ambayo pengine wao ungeweza kuyafanya. Ama kuna jamii fulani ambazo ukienda utawakuta wao wanapendelea kula aina ya vyakula fulani. Labda niseme kwa mfano, tunajua kwamba kwa mfano jamii za Kimasai mara nyingi utakuta kwamba wao wanapendelea kula vyakula kama nyama, maziwa na kwa hiyo wewe unapokuwa na jamii ya watu wa namna hii alafu ukafika pale ukasema vyakula vya aina hii mimi situmii, maana yake ni kwamba unajiweka kwenye wakati mgumu sana. Labda ziwepo sababu za kiafya, lakini kama hazina athari zozote za kiafya, lazima utafute minzi ya kuweza kumingo na ile jamii na wewe pia ukaweza kuonekana kwamba huyu ni mwenzetu katika jamii yetu. Vinginevyo inakuweka kwenye disadvantage ya wewe kushirikishwa vizuri kwenye masuala ya ile jamii. Kwa nini? Kwa sababu wanaweza wakakuona wewe kama ni mtu wa tofauti, wewe sio kama wao. Na ikitokea hivyo, wewe kama kiongozi itakuia wakati mgumu sana kuwaongoza wenzako ama kuongoza watu katika jamii hiyo. Kwa hiyo uelewa wa kijamii ni masuala muhimu sana, kwa sababu hebu fikiria kwamba wewe ni kiongozi alafu kuna mfanyakazi mwenzako anahitaji kufunga ndoa. Sasa ndoa ni tukio la kijamii, na watu wengi wakiona mtu anaolewa ama mtu anaoa Kiafrika wanafurahia, wanashangilia kwa sababu wanajua kwamba familia inaanzishwa na Mungu labda atatoa baraka zake, hiyo familia itapata watoto, basi community inaendelea kukua. Kwa hivi wewe usiposhiriki kwenye matukio kama hayo, unaonekana ni mtu wa tofauti katika jamii. Au kwa mfano watu wote, binadamu wote wanapata matukio kama msiba. Fikiria kwamba kwa jirani yako kuna msiba, lakini wewe unaondoka unaendelea tu na masuala yako binafsi. Haujali, hauombolezi na jirani yako, ufiki na kumpa pole, utoi mchango wowote unaohitajika, sio tu wa fedha au hata wa mawazo, ushirika wa aina yoyote hautoi. Utaonekana ni mtu wa tofauti katika hiyo jamii, kwa sababu watu wote wanajua. Mfano, kuna msemo hapa nchini kwetu wanasema kwamba mtu akisha kuwa ameondoka au amefariki halaumiwi tena, yani ile the case has closed. Kwa nini? Kwa sababu yani ni kama Mungu amefunga mjadala. Kule kwetu wanasema kwamba maiti huwa inapendwa. Kimsingi huwa maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba inapotokea msiba, hata kama huyu mtu mlikuwa mmechukiana naye, kesi yenu imekwisha isha. Kwa hiyo ni lazima ushiriki ili kuweza kumsindikiza huyu mtu katika mahali pale ambapo daima tunasema kwamba anaenda kwenye nyumba yake ya mwisho katika maisha ya duniani. Kwa hiyo uelewa wako wa kijamii unakusaidia sana kuweza kuishi hisia za watu wengine na kushirikiana nao katika kuhakikisha kwamba mambo yanaenda vizuri. Kwa hiyo tunaweza kumalizia kwa kusema kwamba ukiwa na uwezo mzuri kwenye emotional intelligence, maisha yako yatakuwa rahisi sana. You will never struggle many times kwenye mambo mengi, na watu watapenda kushirikiana na wewe kwenye timu, kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye nini, kwenye jamii. Yanaweza tu yakatokea matukio sehemu, wanasema kwamba hebu tumpigie John aje hapa, hebu tumpigie Halfani aje hapa. Kwa nini? Kwa sababu wanajua kwamba tukimpigia simu akija, atatoa mchango wake hapa na mambo yatakwenda, mambo yatafanyika. Hata kama hana undugu wa karibu, lakini kwa sababu ni rafiki tu, ni jamaa, akija hapa mambo yataweza kusogea. Hao watu ni watu muhimu sana na wanakuwa viongozi bora kwenye jamii yoyote popote utakapogusa. If you are emotional aware or you are emotional intelligent, ni lazima kazi yako itaonekana kuwa ni mtu madhubuti, hata kama hauna hizo talents au hauna huo ujuzi mkubwa sana wa kufanya mambo fulani, lakini ukiwa na emotional intelligence nzuri, basi community yako itakukubali na itakusaidia wewe kushirikiana na wewe katika kufanya mambo mbalimbali. Ndugu kiongozi au unayenuia kuwa kiongozi, nakukaribisha sana kujifunza, lakini pia kuweza kujifunza kujitambua
kujielewa wewe mwenyewe na kuwa na uwezo mzuri wa kujidhibiti na uelewe vizuri jamii yako, ili uweze kufurahia matunda ya wewe kuwa kiongozi katika jamii ama katika watu unaowaongoza. Asante sana. It begins with you. Do your best and God shall do the rest. Asante.